mabarabara, hivyo ndivyo damu inavyotapakaa. Nikalia, nikawa na uchungu. Nikuwa kwa maombi, nikaambiwa angalia, watu wengi sana, watu wengi walikuwa ni mbio tu, wazee, wa mama, vijana, wafurana, wasichana, watoto. Nikaambiwa ebu waangalie, ni kutoroka tu wanatoroka, wako mbioni wakitoroka. Walikuwa wengi watu wa Kenya. Nikaambiwa sasa shida ni mahali wanatorokea ni mahali wanaenda kumalizwa kabisa. Badala nilikuwa naonyeshwa upande ambayo wangetorokea na waweze kuokolewa. Nikaambiwa wanazidi kuenda mahali wanaenda kumalizwa, badala wangetorokea upande ambaye wangeokolewa. Sasa nilikuwa naona sasa kama wangekuja basi upande nilioko wangeweza kuokolewa. Amen. Na hawangeweza kupata mabaya. Amen. Na hawangeweza kupata ile hatari. Amen. Wanayoenda kuipata. Amen. Nikaambiwa kuna watu ambaye kiwango waligawanywa. Nikaambiwa kuna watu wanaenda kukufa na watakufa kwa sababu ya kifo cha Mungu. Lakini watakufa ni kwa sababu ni kuuawa, watauawa. Nikapelekwa kwa nyumba ambayo ilikuwa imejaa giza. Ilikuwa imejaa giza. Siogopi kwa sababu ni mbingu ilinena. Haleluya. Na kama naweza ulizwa nitasema mwenye kuniuliza aulize mbingu, kwa sababu mimi sina uwezo wa kujifunulia. Nikapelekwa kwa nyumba ambayo ilikuwa imejaa giza na kulikuwa na watu kule ndani. Nikaambiwa hiyo hapo ndipo mahali pa kupangia mambo na mipango yote inapangiwa pale, na inapangwa mipango mibaya. Na nikaambiwa kuna chungu zinapikwa mahali pale. Nikaona kulikuwa mpaka wenye wako siku wanawaona, nilikuwa tunaona ni watu lakini sijui sura zao kwa sababu kulikuwa kumejaa giza. Na nikaambiwa kuna pikwa manyungu ambaye ni ya machakula ya shetani, ya mapepo. Kwa hivyo nikaambiwa kuna mapepo yanapikiwa na kuna mipango mibaya inapangiwa kwa hizo nyumba. Nikawa bado na kilio, nikawa bado na uchungu, bado nikawa katika huzuni. Nikaambia Mungu, basi kwa sababu sio kawaida uonyeshwe jambo kama lile ulie tu ati kwa sababu kunaliwa. Ni uchungu bila kujua utafanya aje. What next? Zaidi ya hapo ni jambo gani? Na Wakenya ukiimagine watu ambao utaenda kupelekea ule ujumbe watakungedheria tu, wakusikize tu, lakini full stop, hakuna hatua nyingine. Hawatajari. Ni kwa sababu wakati mwingi tunaonanga ni hao, na wewe hujui uko wapi. Haujui kama uko kwa lile hesabu. Haujui kama kuna mtu wenyu kwa ile hesabu. Haujui kama kuna familia yenyu kwa hiyo hesabu. Haujui ni upande mgani, haujui ni wapi. Na tunafaa kusikia ripoti kama hiyo. Tuchukue hatua ya kumlilia Mungu. Amen. Kwa sababu ya taifa lake. Amen. Sio kuzuri wapendwa. Lakini haya yote ni kwa sababu ya matendo ambayo imetendwa. Na wakati ninasikika nikinena haki na kweli, ninainukiwa na wale waasi na wenye ujaja na kupanga mabaya dhidi yangu. Sitajali takama nikufa kwa sababu ya uhai, kwa sababu yako, kwa sababu ya kupigania haki na ukweli. Sitajali. Nitaenda kwenye pumziko na nitarara kwenye heri.